Karibu. Leo tuna mgeni, jina lake ni Lucas. Yeye ni professional katika martial arts na atakuja kutuzungumzia kuhusu umuhimu wa karate. Tunajua karate ina umuhimu kama kuhakikisha kuna nidhamu, kusaidia na kupata hekima na pia health and physical fitness. Lakini sababu kubwa ya interview hii ni kuwa ni kuhakikisha nidhamu. Karibu Lucas. Unajulikana kwa kuwa na nidhamu ya hali juu sana. Bila shaka kama mhubiri, lazima uwe kuna mafunzo muhimu unapata kutoka kwa neno la Mungu. Hapa ni kweli, neno la Mungu ndio kila kitu. Hata kama mimi bado ni mtu wa martial arts, neno la Mungu ndio muhimu. Because Biblia inasema kila kitu kiwekwe kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo there is nothing that can be above the word of God. Okay, lakini sasa nilishangaa kujua kuwa mbali na kuwa ukikaa kwa nidhamu na upole, wewe ni miongoni wa wale waitao professional martial artists. Actually, a certified martial artist. Je, ni kweli? Hiyo ni kweli kwa sababu nimekuwa kwa huo mchezo tangu miaka ya zamani sana. Actually tangu utotoni nimekuwa kwa huo mchezo na kwa hivyo hayo maneno umesema ni ya kweli. Okay. Nini hasa huchangia hali yako ya kuwa mafunzo ya hali ya juu na pia kukaa kwa heshima na utulivu? Ni kwa sababu kwanza tumeongea mambo ya neno la Mungu, na pili ukitaka kuongelelea huo mchezo wa martial arts na karate. Ukweli ni kuwa sio mchezo wa vita. Sio mchezo ni wa kusaidia mtu katika mawazo, sana sana mawazo, halafu afya na tena zaidi kuhusu discipline. Kwa hivyo hapo huwa kuna mahali watu hawaelewi vizuri, wanaona tu mambo na vita, lakini ukweli ni ya kwamba umuhimu wake ni kuwa na mawazo mazuri, na kuwa na heshima, na kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Sio yale tu ya kujisukuma wewe mwenyewe, lakini wale wamepata mafunzo kabisa wanajikuta hiyo ndio ile hali wako nayo. Okay. Je, ungehimiza watoto wahusishwe kwa huu mchezo na ni faida gani kwao? Mimi kama ni mimi ningependa ama ningeulizwa, ningesema kila mtoto awe akiingizwa kwa huo mchezo, kwa sababu kama hivyo nimesema awali, ni vizuri watu waondoe mawazo kabisa kuhusu vita. Mtoto akianzia akiwa mdogo anaweza kuwa mtu hata wa kutegemewa na jamii kwa njia kubwa sana, hata akiwa mtu mzima. Huo ndio ukweli. Tafadhali elezea kidogo, kisheria hupaswi kupigana kwa urahisi. Ni kweli? Kisheria ni kweli. Kuna kiwango ambacho tuseme kwa viwango vyote, hata kwa yule ameanza kujifundisha hatakiwi kupigana because sio mambo na vita. Lakini kuna kiwango cha mafunzo ambacho mtu akifika kisheria hatakiwi kupigana hata kidogo, kwa sababu anaweza kuta pengine amepigana akadhuru mtu na tena
ukifika hicho kiwango, Mhm. wale wamefuata mafunzo vizuri, Mhm. kuna mahali kuna kitu unasaini Mhm. kwa wale ambao the very very real martial artists. Mhm. Anasaini mahali, Mhm. kuna document ambayo inasema Mhm. hautawahi pigana, Mhm. na kama unaweza jikuta kwa hiyo hali ya kupigana. Mhm. Wacha niseme vile inasema kwa Mhm. Kwa Kiingereza. Kiingereza. Yes. Aha. I swear that I'll never fight Mhm. unless Mhm. in self-defense Mhm. or protecting a family member or a friend. Okay. Lakini sasa kuna ile inaandikwa in capital and in bold, ambayo inamalizia kwa kusema but in extreme danger. Okay. Lazima hata ikiangaliwa na yeyote Eh. itaonekana hakuna kitu kingine ingefanya. Okay. Kwa hivyo ni kweli mtu hatakiwi kupigana, na tena si vizuri kwenda kuhimiza watu. Mhm. Kwa sababu kuna kipawa fulani. Yes. Au vile umesema inasaidia katika nidhamu, kwa hivyo huwezi enda ukipigana Huwezi enda ukipigana hata kidogo. In fact, yule mtu ambaye amepitia viwango fulani vya mafunzo, ni yule mtu ambaye kwa barabara